Lakini namba 3, kuwa mtu wa kushuka. Ili jambo lako liweze kutokea, ili jambo lako liweze kutokea, lazima uwe mnyenyekevu. Huwezi ukawa mnyenyekevu kwa Mungu wakati kwa mwanadamu wewe sio mnyenyekevu. Huwezi kuwa mtiifu kwa Mungu wakati kwa wale wanaokuzunguka wewe sio mtiifu. Tutakuwa tunadanganyana. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yatakayofanya jambo litokee: unyenyekevu, utiifu. Katika mambo yote ni lazima tuwe wanyenyekevu, ni lazima tuwe wasikivu, lazima tuwe watii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma Mithali 22 mstari wa 4, naomba niwekee. Mithali 22:4. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri, na heshima nayo ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri. Imagine, ulishawahi kuwaza kwamba unyenyekevu ni utajiri? Unaweza ukafanya kazi sana, unaamka asubuhi unaenda kazini unarudi, lakini kama sio mnyenyekevu kwa wale watu wanaokuzunguka kazini, sio mnyenyekevu kwa Mungu, utafanya sana lakini bado hautaona matokeo. Haleluya. Bado hautaona matokeo. Ili uweze kuona matokeo yale unayoyataka yatokee huko mbele, ni lazima uwe mnyenyekevu, ni lazima uwe na utii, ni lazima usikilize sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ukishuka kwa Mungu, Mungu anakupandisha. Ameahidi hivyo. Lakini yeye anakupandisha. Lakini ukishuka pia mbele za watu, unajenga tabia ya kuaminika. Lakini pia unajenga kuvutia baraka na fursa pia. Sijui tunaelewana? Mungu yeye anakupandisha. Lakini ukiwa mwaminifu, unajua mtu ukiwa mnyenyekevu unaonekana Yaani mtu anaweza akawa anatafuta mtu fulani labda amwajiri kwenye kampuni yake kubwa, lakini kukawa kuna watu wengi sana wana elimu ambayo hiyo nafasi inaweza kuwafaa, lakini akatokea mtu mmoja, sio kwamba ana hiyo nafasi sana, lakini ni mnyenyekevu, ni mtiifu. Yaani ukimtizama hivi, hapana, unajikuta tu amepata hiyo nafasi. Hivi mnafikiria kuna mtu anasema yani tulikuwa watu wengi tunatafuta kazi, tumepeleka hivi na hivi, lakini nilivyoingia tu nikaambiwa kesho nirudi. Usikute aliingia kwa unyenyekevu, aliingia kwa utiifu, akafata maelekezo, ametoka nyumbani, amemuomba Mungu, amesoma neno, alivyoenda pale akapata kazi. Kwa hiyo unaweza ukawa unaomba sana, lakini kama hauna unyenyekevu, hauna utiifu mbele za wanadamu na Mungu, bado ikawa si kitu. Kwa hiyo ili jambo liweze kutokea, tunahitaji kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu, tunahitaji kuwa wanyenyekevu mbele ya watu wanaotuzunguka.